Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amemtaka kamanda wa TAKUKURU Manyara Bahati Haule kufanya uchunguzi ili kubaini alichukua fedha za ujenzi wa ofisi ya mkuu wa wilaya Kiteto. Kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania, Dayosisi ya Mashariki na Pwani limewahimiza watumishi kuona umuhimu wa kujiandaa mapema na maisha ya kustaafu ili kuwa na ushuhuda mzuri. Waziri wa Ujenzi Abdallah Ulega amesema serikali iko katika hatua za mwisho za kuanza upanuzi wa barabara ya Kitonga mkoani Iringa, ambao sasa itakuwa njia 4 na yenye taa za barabarani. Hospitali ya Kitaifa ya Kenyatta imefanikiwa kutekeleza kwa mara ya kwanza nchini Kenya utaratibu wa puto la moyo kwa mtoto njiti. Habari za wakati huu, mtazamaji wa Upendo TV Habari. Jina langu ni John Pazia. Nitakuletea habari za kitaifa na kutoka mataifa mbalimbali, na hapo baadaye utakujia utabiri wa hali ya hewa kutoka Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania, TMA. Habari kubwa tunaanzia mkoani Manyara, kaskazini mwa Tanzania. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amemtaka kamanda wa TAKUKURU mkoa wa Manyara Bahati Haule kufanya uchunguzi wa kina na kuwasilisha taarifa ya kila mmoja aliyehusika kuchukua fedha za mradi wa ujenzi wa ofisi ya mkuu wa wilaya Kiteto. Amesema hayo baada ya kuweka jiwe la msingi la ujenzi wa ofisi ya mkuu wa wilaya Kiteto ambayo itagharimu kiasi cha shilingi bilioni 1.85 hadi kukamilika kwake, na ujenzi wake umefikia asilimia 85, ambapo amesema pamoja na kurejeshwa kwa fedha hizo ni lazima hatua za kinidhamu zichukuliwe dhidi ya watumishi wote waliohusika na mpango huo. Nakushukuru kwa hatua ile iliyochukua ya fedha zikarudi, majengo yajengwe. Sasa naelekeza kamanda wa TAKUKURU niletee taarifa za mmoja na ushiriki wake. Hii ilikuwa hatua ya kwanza. Hatua ya pili, lazima hatua za kisheria zichukuliwe. Hatuwezi tukawa tunaenda na utaratibu wa mazoea wa aina hii. Mheshimiwa Waziri, itakapotoka taarifa ile, wale waliochukua fedha pamoja na kurudisha, hatukuwatuma kuja kugawana fedha hapa. Tuma timu ya maadili, hatua za kinidhamu za watumishi wa umma na zenyewe zichukuliwe. Kadhalika, Dkt. Mwigulu Nchemba amesema kuwa mbali na taarifa hiyo, anataka pia kuwasilishwa taarifa za mapato ya ndani, ikiwemo mapato yatokanayo na minada, zikionyesha namna inavyokusanywa na kutumika, huku akisisitiza kuwa lengo la serikali ni kuona maendeleo endelevu yanapatikana nchini. Mkoa wa 4 sasa katika ziara, napata fursa ya kuona miradi mbalimbali ya maendeleo katika majimbo mbalimbali. Ni kazi kubwa inayoleta heshima kwa taifa letu. Na mara nyingine mzigo mzito ukibebwa na mwenye nguvu huwa unaanza kuonekana ni mwepesi. Mimi niwaambieni, kazi hii aliyofanya Daktari Samia Suluhu Hassan, ambayo matokeo yake tunayaona leo, ni matokeo ya dhamira ya dhati ya kutatua kero za Watanzania. Katika ziara hiyo, waziri mkuu pamoja na kuzungumza na wananchi kupitia mkutano wa hadhara, amesikiliza lalamiko mbalimbali kutoka kwa wananchi, huku akitoa onyo kwa viongozi wa ngazi mbalimbali ambao wanashindwa kutatua kero zinazowakabili wananchi. Tukisalia kaskazini mwa Tanzania na sasa tuelekee mkoani Arusha. Kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania, KKKT, Dayosisi ya Mashariki na Pwani, limewahimiza watumishi wa kanisa hilo kuona umuhimu wa kujiandaa mapema na maisha ya kustaafu ili kuwa ushuhuda mzuri wa maisha ya mtumishi wa Mungu kwa waumini na wasio waumini. Wito huo umetolewa na Katibu Mkuu wa Dayosisi hiyo, Goodluck Nkini, jijini Arusha katika warsha ya watumishi wa jimbo la Kusini Magharibi, ambapo amesisitiza kuwa kustaafu ni hatua isiyoepukika kwa kila mfanyakazi, hivyo ni vyema kuweka misingi imara mapema, wakiamini Mungu atawajalia kuishi maisha marefu. Mengi walioyafanya, lakini wamepata tafakari ya kina kutafakari kustaafu kwa mtumishi, na hii ni kwa sababu kustaafu kupo. Kama Mungu akikupa neema ya uhai, hakika utastaafu. Kwa ni lazima ujiandae kustaafu na kuishi maisha ya kustaafu. Hatusemi kwamba hatumtegemei Mungu, tunajua Mungu yupo na anafanya ya kwake, lakini ametupa akili na utashi wa kufikiri. Kwa ni muhimu sana pia kutafakari mambo yajayo tukiwa hatupo tena kazini. Kwa siku ya leo ilikuwa ni ya kipekee kwa watumishi
kujaribu kutafakari, kujifunza, lakini na kutafakari ni nini wafanye sasa wakiwa na nguvu, ili watakapofika kuwa wamestaafu kama watumishi waliomtumikia Mungu na ambao wamepewa maarifa katika maeneo mbalimbali, waweze kuendelea kutoa ushuhuda kwamba Mungu anaishi na alichowafundisha wakifanyia kazi kwa wakati. Wito huo umepokelewa kwa hisia chanya na watumishi waliohudhuria, ambapo wamesisitiza kuwa elimu hiyo itawasaidia kubadili mtazamo wao juu ya matumizi ya rasilimali na uwekezaji kwa ajili ya maisha ya baadaye. Ninaomba zaidi semina ziendelee mara kwa mara kuwawezesha watumishi kukuza uwezo wao na namna ya kuweza kufanya kazi katika shamba la Bwana. Ninamshukuru sana mkuu wetu wa jimbo Godlove Chagulilo pamoja na watendakazi wote katika ofisi ya jimbo, lakini pia ofisi ya dayosisi, namna ambavyo imeweka kipaumbele kuturuhusu kupata semina kama hizi na kuongeza uzoefu katika utendaji wa kazi. Tunamshukuru Mungu sana, tumepata vitu vingi, jinsi gani tujiandae tunapoelekea kustaafu kwetu. Kwa kweli tumejifunza mambo mbalimbali ambayo tulikuwa hatujafahamu. Hivyo basi tunaomba wito wetu ni nini kutokana na jinsi ambavyo sisi tumepokea kama watumishi wa jimbo la Kusini Magharibi. Wito wetu ni kwamba ikiwezekana, au tunaomba kwamba tupatiwe semina hii watumishi wote jimbo katika dayosisi yetu ya Mashariki na Pwani, ili kuelewa namna gani mimi kama mtumishi ninavyoelekea kustaafu niweke malengo gani na mahali ambapo gani nianzie, ili pale nitakapostaafu niishi maisha ambayo yatakuwa ni maisha mazuri, sio ya kuhangaika. Kwa nini? Kwa sababu nimemtumikia Mungu na Mungu ameniheshimisha. Katibu wa jimbo la Kusini Magharibi Nelson Msangi amesema warsha hii imefanyika kutekeleza mpango mkakati wa jimbo hilo kwa mwaka huu. Na leo hii tuko na katibu wetu mkuu wa Dayosisi ya Pwani akitufundisha masuala ya kustaafu, na tunaendelea kujifunza, na semina hii ni utekelezaji wa mpango mkakati wa jimbo la Kusini Magharibi. Shughuli zetu za mwaka huu mojawapo ni semina hii, watumishi wajifunze kustaafu na kujiandaa kustaafu. Asante kusikiliza. Watumishi wa jimbo hilo katika ziara yao ya siku 4 Dayosisi ya Kaskazini Kati mkoani Arusha wamepata nafasi ya kutembelea makao makuu ya KKKT na Chuo Kikuu cha Tumaini Makumira. Mtazamaji wa Upendo TV habari, tunasonga mbele na sasa tuelekee nyanda za juu kusini mkoani Iringa. Waziri wa Ujenzi Abdalla Ulega amesema serikali iko katika hatua za mwisho za kuanza upanuzi wa barabara ya Kitonga mkoani Iringa, ambayo sasa itakuwa na njia 4 na yenye taa za barabarani. Akizungumza katika ziara ya ukaguzi wa eneo la zaidi ya kilomita 7 linalopaswa kupanuliwa, ambapo amesema hatua hiyo ni uamuzi wa Rais Samia Suluhu Hassan ili kupunguza foleni na kuboresha usalama wa watumiaji wa barabara katika njia hiyo inayotumiwa na magari mengi, na pia ni ya kimkakati kwa uchumi. Sasa hivi barabara ina line 2. Kwa hiyo tutazitanua upande wa mlima kule, zitakuwa ni line 4. Magari yanayopanda yatakuwa na laini zake 2 na magari yanayoshuka yatakuwa na laini zake 2. Lakini vile vile meneja, ni maelekezo ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwamba katika kila mradi wetu wa barabara tunaweka na taa za barabarani, na kwa eneo hili usalama wa watumiaji, wananchi wetu, wafanyabiashara, madereva, na waagiza ya kwamba kote katika hizo kilomita 7 hawe na taa za barabarani. Na jambo la pili ambalo msilisahau wakati wa kutengeneza hizo kilomita 7 ni kuweka kingo zile kubwa ambazo zitazuia magari yasiporomoke huko katika maporomoko. Mbunge wa jimbo la Kilolo Rita Kabati amesema barabara hiyo ni ya uchumi wa kimataifa, hivyo ikitengenezwa itainua zaidi uchumi wa mkoa wa Iringa na taifa kwa ujumla, pamoja na kuwasaidia wananchi ambao hupata changamoto ya kufuata huduma za kijamii ikiwemo matibabu Iringa mjini. Kwa kweli zaidi ya hayo pia tunakata mbili za huku zinazotoka huku chini. Wamama wamekuwa wakijifungulia mpaka barabarani, wamekuwa kwa kusafiri kupelekwa kwenye hospitali za wilaya na mkoa, wanapita kwa shida sana.
Kwa hiyo umeokoa hata maisha ya wananchi wetu wanaotoka huku chini kwenye mlima. Kwa hiyo tuna imani kabisa na wewe na mengi yatafanyika. Tupelekee salamu nyingi sana kwa Mheshimiwa Rais wetu kwa kazi nzuri, na sisi tuko na yeye, na Mungu aendelee kumbariki. Meneja wa TANROADS mkoa wa Iringa, Mhandisi Yudasi Msangi, amesema gharama ya upanuzi wa kilomita 7 kwa njia mbili katika barabara hiyo ni bilioni 59.2 na ukarabati wa njia mbili zilizopo ni bilioni 16.2. Mlima huu katika mwaka 2020 magari ambayo yalikuwa yanapita kwa siku hapa ni karibu 1711, lakini katika mwaka huu uliopita wa 2025 magari yameongezeka sana, yanapita kwa siku 3400, yameongezeka karibu mara mbili. Kwa hiyo kwa kuona hivyo, tumetoa pendekezo kwamba mlima huu tupanue njia mbili, tuongeze njia mbili upande ule. Upanuzi wa njia mbili zile gharama yake ni bilioni 59.2 na kutakuwa pia na ukarabati wa njia hii ambayo ipo existing road. Kuikarabati hiyo kilomita 7.6 ni bilioni 16.2. Na sasa tuelekee kanda ya kati mkoani Singida ambako kunapatikana zao la alizeti. Serikali na wadau wa maendeleo wameendelea kuhamasisha matumizi ya teknolojia na mbinu za kisasa katika ufugaji wa nyuki, wakieleza kuwa sekta hiyo inaweza kuwa chanzo muhimu cha ajira, mapato ya jamii pamoja na kulinda mifumo ya ekolojia kupitia uchavushaji wa mazao na uhifadhi wa misitu. James Starley kutoka mkoani Singida anasimulia zaidi. Wito huo umetolewa na katibu wa miradi wa kanisa la Kiinjili la Lutheri Tanzania KKKT Dayosisi ya Kati mkoani Singida, Mchungaji Edward Kiti, wakati wa ziara kikazi mkoani Singida, ambapo yeye pamoja na viongozi wa kanisa na ugeni kutoka Marekani wametembelea kijiji cha nyuki kujionea utekelezaji wa miradi ya ufugaji wa kisasa wa nyuki pamoja na maendeleo ya kijamii yanayozunguka mradi huo. Akizungumza baada ya ziara hiyo, Mchungaji Gidi amesema ufugaji wa kisasa wa nyuki una manufaa makubwa ya kiuchumi na kimazingira, ikiwemo kuongeza uzalishaji wa asali na bidhaa zitokanazo na nyuki zinazoweza kukidhi viwango vya masoko ya ndani na kimataifa. Amesisitiza umuhimu wa mizinga ya kisasa pamoja na mbinu za kisayansi ili kuongeza tija ya ubora na thamani ya bidhaa. Kwenye ufugaji wa nyuki kuanzia hata level ndogo ya familia, unaweza ukaweka mzinga hata hapo nyumbani, sio kuweka porini, kiasi kwamba ukawa unavuna asali kila siku na mazao mengine ya nyuki. Kwamba tufuge nyuki kisasa, tuachane na ufugaji wa nyuki wa kizamani wa kukata miti, kubangua magome ya miti, huo inafanya uharibifu mkubwa zaidi. Kwa hiyo kama tulivyoona mahali hapa, tuweze kufuga nyuki kwa kufuata ufugaji wa kisasa. Mkurugenzi mtendaji wa kijiji cha nyuki Philemon Joseph amesema dhamira ya taasisi hiyo ni kuona kila kaya ikijihusisha na ufugaji wa kisasa wa nyuki kama tija ya kujenga uchumi endelevu wa jamii. Ameongeza kuwa mpango uliopo unalenga kuongeza idadi ya mizinga kwa kiwango kikubwa ili kupanua uzalishaji na kuongeza ajira kwa vijana na wanawake. Mipango yetu ni kuwekeza mizinga 1.2 million au mizinga milioni 1.2, ambayo kwa kufanya hivyo itaongeza uzalishaji wa nchi mara mbili kwa uzalishaji ambapo sasa. Na tukifahamu kwamba Tanzania ni nchi ya pili katika uzalishaji wa asali nyingi barani Afrika baada ya Ethiopia, basi tunafahamu pia kwamba tuna uwezo kwa mazingira yetu na kwa uasili wetu na pamoja na ukarimu wetu kuweza kuwahudumia wageni wote watakaofika katika kijiji cha nyuki ambao kwa sasa limekuwa lango la utalii katika kanda ya kati. Kwa upande wao, wageni kutoka Marekani wamesema wamevutiwa na namna jamii inavyoshirikishwa moja kwa moja katika miradi ya maendeleo, wakieleza kuwa ufugaji wa nyuki ni sekta muhimu inayochangia uhifadhi wa mazingira, kupunguza umaskini na kuendeleza uchumi wa kijani duniani. Baadhi ya vijana wa kijiji cha nyuki akiwemo Rita Simon wamesema miradi hiyo imeongeza kipato cha kaya zao
na kuwapatia ujuzi wa kisasa kuhusu utunzaji wa mazingira pamoja na ujasiriamali wa kilimo endelevu. Nimejifunza ukarimu, nimejifunza pia juu ya utunzaji wa mazingira asilia kwa ajili ya manufaa yetu, manufaa ya nyuki na watu ambao wanatuzunguka hapa. Nikiripoti kutoka hapa mkoani Singida, mimi ni James Stanley. Mtazamaji wa Upendo TV habari, tunasonga mbele na sasa tuelekee kaskazini mkoani Kilimanjaro. Serikali imesema itaendelea kuimarisha malezi ya watoto na utoaji wa mafunzo ya ustawi wa jamii kwa wananchi ili kupunguza changamoto za misongo ya mawazo, migogoro ya kifamilia na matatizo ya kisaikolojia, sambamba na kujenga jamii yenye maadili mema, ustawi imara na uwezo wa kukabiliana changamoto za maisha ya kila siku. Akizungumza wakati wa ziara yake katika taasisi ya ustawi wa jamii kampasi ya Kisangara Mwanga mkoani Kilimanjaro, naibu waziri wa maendeleo ya jamii, jinsia, wanawake na makundi maalumu, mhandisi Mary Priska Mahundi amesema serikali inatambua umuhimu wa taasisi hiyo katika kutoa wataalamu na elimu kwa jamii kuhusu malezi, makuzi na maendeleo ya watoto pamoja na ustawi wa familia. Tunatakiwa kwenda kutoa ushauri kwa mtu ambaye tunamwona amejichanganya kulingana na hali ya maisha, tumpe msaada wa ushauri ili tuweze kumuokoa, ili na yeye asione amebeba dunia kichwani, ajione yuko ndani ya nchi salama na tunaishi kwa amani. Haya anayaongea kwa sababu nimejifunza toka nimeingia kwenye hii wizara, nimeona uzito wa wizara hii, namna inavyoweza kuchangia amani ya nchi yetu, ustawi wa jamii zetu, kuhakikisha tunaondolea watu misongo ya mawazo. Mungu ametupa sisi elimu hiyo, basi na sisi tuipeleke tukaweze kusaidia nchi. Katibu tawala wilaya ya Mwanga Mpalike Mfaume amepongeza mchango wa taasisi hiyo katika kutoa elimu na mafunzo kwa wananchi, akisema hatua hiyo imekuwa na manufaa makubwa katika kuimarisha ustawi wa jamii na kusaidia kupunguza changamoto za kijamii katika wilaya hiyo. Naona viongozi hawajaweza kutulia kukaa Dodoma, wanatoka wanakimbilia wananchi, wanakuja kuangalia mambo maendeleo yanafanyika, wanakuja kuangalia shughuli zinazofanya pale. Hayo yote ni maelekezo ya Mheshimiwa Rais. Mimi na wenzangu, jamani, tukikaa ofisini kama hatuna ugeni kama huu, tutaendelea kujikumbatia pale, tunajidanganya wenyewe. Tujifunze kutoka kwa viongozi wetu, tujifunze kutoka kwa Mheshimiwa Naibu Waziri kwa alichokifanya yeye leo. Meneja wa taasisi ya ustawi wa jamii kampasi ya Kisangara, Dr. Lea Mwaisango amesema chuo kinaendelea kutoa mafunzo ya ngazi mbalimbali za taaluma ya ustawi wa jamii pamoja na mafunzo maalumu kwa jamii, hatua inayolenga kuongeza uelewa wa masuala ya malezi, makuzi ya watoto, ustawi wa familia na huduma za kijamii ili kujenga jamii yenye ustawi na maendeleo. Kwa sasa kampasi ya Kisangara inatoa mafunzo kwa ngazi ya stashahada na stashahada ya kwanza katika fani ya ustawi wa jamii. Yaani kwa mazoea tumesema cheti, diploma na bachelor degree katika fani hiyo ya ustawi wa jamii. Lakini pia kwa ngazi ya astashahada na stashahada, hiyo ni cheti na diploma katika fani ya malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto. Sambamba na fani hizo tajwa, kampasi ya Kisangara inaendesha mafunzo muda wa kati na muda mfupi katika kuwajengea uwezo watoa huduma wa malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto kwa lugha ya Kiswahili. Ziara hiyo ni sehemu ya juhudi za serikali za kuimarisha taasisi zake na kuhakikisha zinaendelea kutoa mchango mkubwa katika kukuza ustawi wa jamii, malezi bora ya watoto na afya ya akili. Shirika la uhifadhi wa mazingira WWF limesema bilioni 150 zitatumika kwa ajili ya uhifadhi wa rasilimali za Tanzania kwa kipindi cha miaka mitano kuanzia mwaka 2027
hadi 2030, lengo likiwa ni kuhifadhi mazingira na viumbe hai. Hayo yamesemwa na mkurugenzi wa shirika la uhifadhi wa mazingira WWF, Dr. Amani Ngusaru, wakati wakizindua mkakati wa uhifadhi rasilimali za Tanzania jijini Dar es Salaam, ambapo amesema kila mwaka zitatumika shilingi bilioni 25 kuhakikisha azma hiyo inatimizwa. Kazi kubwa kuzitafuta hizo pesa. Tuko na wadau hapa, tunajenga, tunazungumza kwamba tutawezaje kufanya kazi kwa pamoja na kuisaidia mzigo serikali ili tuweze kufikia malengo ya Mheshimiwa Rais na kila mtu ambaye tunategemea tufike huko. Kwa hiyo ndio tunachokifanya, tunajipanga, tunapanga mikakati yetu, na hapa tuna launch mkakati huo wa miaka 5 ijayo. Mkakati huo, miaka hii iko ni nyeti kidogo, kwa sababu kidunia ukiangalia SDGs zinaishia 2030. Ukiangalia CBD targets zinaishia 2030. Kwa hiyo hii 2030 ina coincide na hizi global environmental targets ambazo dunia inajiwekea kwamba tusipozifikia katika mwaka 2030, hii dunia tunasema hii dunia itakuja kuharibika. Mkurugenzi mtendaji wa chama cha waandishi wa habari cha mazingira Tanzania JET, John Chikomo, amesema katika mpango mkakati huo umelenga kuendeleza uhifadhi wa mazingira kwa nguvu kubwa pamoja na ufanisi. Lakini kikubwa ni kuhakikisha kwamba swala la uhifadhi katika ardhi ya Tanzania linaendelezwa kwa nguvu kubwa, lakini kwa ufanisi, bila kuathiri maisha ya wanadamu ambao wako katika maeneo hayo, au maisha ya wanyama na mimea na viumbe vingine ambavyo vinapatikana katika maeneo ambayo mpango mkakati unakwenda kufanyia kazi. Uzinduzi wa mkakati wa mpango wa uhifadhi wa rasilimali Tanzania ni mpango mkakati wa 3 tangu shirika la uhifadhi wa mazingira WWF uanze kutekeleza mipango hiyo mikakati. Taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa mkoa wa Ilala imefanikiwa kudhibiti kiasi cha zaidi ya shilingi bilioni 1.5 baada ya kufanya uchambuzi wa mfumo wa wasilishaji wa michango ya waajili wa sekta binafsi 71 kwenye mfuko wa hifadhi ya jamii NSSF. Hayo yamesemwa na naibu mkuu wa TAKUKURU mkoa wa Ilala, Moza Kasubi, wakati akitoa taarifa ya utekelezaji wa majukumu yao kwa kipindi cha mwezi Septemba hadi Disemba mwaka 2025, ambapo amesema baada ya kuingilia kati fedha hizo tayari zimewasilishwa NSSF. Katika hii tuna mkakati wa kufuatilia matumizi ya fedha za utekelezaji wa miradi ya maendeleo katika halmashauri ya jiji la Dar es Salaam. Vile tutahakikisha kuwa fedha zinazotolewa na serikali kwa ajili ya utekelezaji wa miradi hiyo zinatumika ipasavyo. Pia tutaendelea kuelimisha jamii na makundi mbalimbali, hasa wanafunzi, juu ya kuzingatia uadilifu na uzalendo kwa nchi yetu. Hitimisho. TAKUKURU mkoa wa Ilala inatambua kuwa jukumu la kuzuia rushwa ni lako na langu. Hivyo tutimize wajibu wetu. Aidha, amesema taasisi hiyo imeendelea kufuatilia utekelezaji wa miradi mbalimbali ya maendeleo na kutoa ushauri, kutoa elimu kwa umma kuhusu athari za rushwa, kupokea taarifa za malalamiko yanayohusu rushwa, kisha kuchukua hatua mbalimbali za kisheria. Kiasi cha fedha jumla ya shilingi bilioni 1,533,241,211 na senti 36. Hii ni baada ya kufanya uchambuzi wa mfumo wa wasilishaji wa michango ya waajiri katika mfuko wa hifadhi ya jamii wa taifa NSSF. Na katika hili tulibaini sekta binafsi 71 hazijawasilisha michango ya waajiriwa katika mfuko huo wa NSSF. Taasisi hiyo imeendelea kutoa wito kwa wananchi kuendelea kushirikiana ili kwa pamoja kuwezesha ustawi wa jamii kupitia miradi bora ya maendeleo na huduma bora za kijamii.
Mtazamaji wa Upendo TV habari, tunasonga mbele na sasa turejee tena mkoani Iringa, nyanda za juu kusini. Vijana wa kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania KKKT Dayosisi ya Iringa wamehimizwa kutafakari upya na kuchukua hatua kwa kuweka malengo madhubuti ya maisha pamoja na kuanzisha miradi ya kiuchumi itakayowasaidia kutimiza ndoto zao. Taarifa ya Erasto Kikwala inafafanua zaidi. Akizungumza katika kongamano la kwanza la vijana lililowakutanisha vijana kutoka sharika 19 za manispaa ya Iringa lililofanyika KKKT usharika wa Mrandege, Mchungaji Ambrosi Mwakikoti ambaye ni katibu wa idara ya vijana ya Dayosisi ya Iringa amesema wakati ni sasa kwa vijana kujipanga, kujitambua na kutumia vipaji vyao kama mtaji wa mafanikio. Tunapozungumzia vijana na malengo, tunamaanisha jipange vizuri kujielimisha, jipange vizuri katika kazi zako, hakikisha unafanya kazi zako vizuri, lakini pia jipange vizuri hata katika diet. Utakulaje, utakula vipi mwaka huu? Na si unajua ili mkono uende kinywani ni lazima uwe umefanya kazi vizuri, si ndio? Na ukitaka kula vizuri pia uhakikishe una fedha ya kutosha. Kwa upande wake mwalimu wa neno la Mungu Shadrack Nyauringo amewakumbusha vijana kuwa waaminifu katika kumtumikia Mungu, kwani kwa kufanya hivyo ni msingi wa mafanikio ya kweli, huku akisisitiza kuwa nidhamu na maadili bora vitawasaidia kufikia hatima njema ya maisha yao. Wapendwa, kama kuna kitu ambacho tunakihitaji hasa sisi vijana, tunahitaji jambo moja kubwa la kuwa mwaminifu. Bwana Yesu asifiwe. Kuwa nini? Mwaminifu. Na niombe niseme hivi, huwezi kufanikiwa zaidi ya vile unavyowaza. Biblia inasema kwenye Mithali 21 mstari wa 5, mawazo ya mwenye bidii huelekea kwenye utajiri. Baadhi ya vijana walioshiriki kongamano hilo wamesema mafundisho waliyopata yamefungua fikra na kuwapa hamasa mpya, huku wakiahidi kuanza upya safari ya utumishi na kujikita katika mipango itakayobadili maisha yao. Tumekutanika kama ilivyo kawaida kwenye kongamano linalokutanisha vijana, lengo ikiwa ni kumwabudu Mungu, kumsifu Mungu kwa pamoja, lakini zaidi kujifunza mada mbalimbali ambazo tunakuwa nazo kwa wakati husika. Hakuna kitu kizuri kama kukaa ndani ya Kristo. Ujana una mambo mengi, ujana una vitu vingi ambavyo bila Mungu hatuwezi kuvuka yale malengo ambayo sisi kama vijana tunatakiwa kuyafanya. Vijana wanapoendelea na haya makongamano, manufaa yanaonekana kwamba kwanza wanamtambua Mungu katika maisha yao na wanaendelea kuishi maisha yale ya kumtukuza Mungu zaidi. Kongamano hili la vijana linatufanya sisi vijana kuwa na umoja wa makanisa mbalimbali, kwa sababu umoja huu unatokana na vile ambavyo tunakutana makanisa mbalimbali. Nikiripoti kutoka Iringa, mimi ni Erasto Kikwala, Upendo TV, amani kwa wote. Naibu Waziri wa Maji Kundo Mathew amesema serikali imetenga zaidi ya shilingi milioni 500 kwa ajili ya ukarabati wa vyanzo vya maji na kuboresha miundombinu ya usambazaji wa maji katika kata ya Kimochi iliyopo wilaya ya Moshi mkoani Kilimanjaro ili kuondoa changamoto ya upatikanaji ambayo imekuwepo kwa muda mrefu. Rehema Abraham ana undani wa habari hii. Akizungumza wakati alipokuwa kwenye ziara ya kukagua miundombinu ya maji, kusikiliza kero za wananchi, naibu waziri huyo amesema wizara imepokea maelekezo ya serikali na kuanza kuyafanyia kazi kwa lengo la kuhakikisha wananchi wanapata huduma ya maji kwa wakati. Aidha, amesema kuwa serikali ya awamu ya 6 chini ya uongozi wa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan itaendelea kusimamia kwa karibu utekelezaji wa miradi ya maji nchini katika kuhakikisha kuwa thamani ya fedha zinazotolewa zinakamilisha miradi hiyo kama ilivyokusudiwa. Tukahakikisha kwamba thamani ya pesa kwenye mradi utakaojengwa ikaonekane kwa macho, na wananchi wa Kimochi washuhudie kwamba serikali yao imesikia kilio chao. Mmesema maji tangu miaka
1970. Kweli si kweli? Sasa serikali imerejea ikafanya yale ambayo yanatakiwa. Wa wilaya Moshi Godfrey Mzava amesema changamoto ya maji katika kata Kimochi ipo kwa kiasi kikubwa, lakini bado ipo mipango mikubwa ya serikali ya kuhakikisha huduma hiyo inatatuliwa kwa wakati. Mengi yameelezwa ya namna changamoto jinsi ilivyo kati ya wananchi huduma hii ya maji, lakini pia Mheshimiwa Naibu Waziri katika kijiji cha Shia Kisaseni pamoja na Mdau ukishuka mpaka kule Sango, bado tunayo hiyo changamoto ya upatikanaji wa maji kwa kiasi kikubwa zaidi, lakini kuna zile kilomita 19 ambazo tulikuwa bado hatujatandaza mfumo wetu wa maji kuelekea katika vijiji hivyo. Kwa kweli bado ipo changamoto, lakini nafahamu kwamba yapo na ipo mipango mizuri ya serikali ya kuhakikisha kwamba hizo kilomita 19 na zenyewe zinatandaziwa mfumo wa mabomba ili wananchi wapate huduma za maji. Katika mkutano huo, diwani wa kata ya Kimochi Frank Mnazareti amesema bado changamoto ya upatikanaji wa maji kwa baadhi ya maeneo, na kusema fedha hizo zikitolewa zitasaidia kukamilika kwa mradi wa maji na pia itasaidia kwa kiasi kikubwa kupunguza changamoto ya maji katika maeneo hayo. Maji kule Mdali watapanda kwa 30% mpaka 40 angalau kuondoa hii kero sasa hivi ambayo wanapata mgao mara 2 kwa mwezi. Alafu tukienda kijiji hicho cha Mdali tumesema Kimarari, tukienda kijiji cha Shia kwa sasa hivi wao wanapata 80% ya maji. Na kijiji cha Sango kimegawanyika mara 2. Kuanzia hapa na Manyaki ndio kuta barabara nzuri, kuna maji ya uhakika kwa 80%. Chini sasa ndio kuna shida. Kwa sasa hivi kuna chemchemi na Nikodemo ziko kule Nganga, ambayo kama ikiunganishwa kwenye mfumo uliopo itapandisha wale watu wa chini kule na shule ya sekondari la Manyaki ya Komacha angalau wapate maji kuanzia mpaka 40%. Sasa itapanda. Wanazificha alizopokea mwenyekiti aliyekuwepo wakati wa mradi wa mama, amekataa kunikabidhi na zilikuwa na saini ya waziri wa maji, na maji hatuko tumeona mpaka umefika leo. Na hizi za leo zisipotelee tena zilipopotelea zile. Na kingine, naibu waziri, vijiji vyetu 6 vina kamati ya maji, Sango haina, ndio maana tunanyanyasika. Sisi tunataka maji. Maji yanalisha watu wengi sana hapa duniani. Na kwa ujio wako tunashukuru sana kufika kwako ili tuweze kupata haya maji. Kama mtangulizi wa kwanza aliposema mwenyekiti wa Moro kwamba kule Kinapa maeneo ya msituni katikati sana kilomita 30 na. Kutoka hapa mkoani Kilimanjaro, mimi ni Rema Abraham, Upendo TV. Serikali imesema inaendelea kuwekeza kwa kiwango kikubwa katika ujenzi na uboreshaji wa viwanja vya ndege, reli na bandari. Shabaha ni kuimarisha sekta ya usafiri na kuchochea ukuaji wa uchumi pamoja na ongezeko la 10% la watalii nchini. Akizungumza na waandishi wa habari jijini Dar es Salaam leo kuhusu sekta ya usafiri wa anga, majini na ardhini, msemaji mkuu wa serikali Gerson Msigwa amesema katika kipindi cha mwaka mmoja uliopita Tanzania imefanikiwa kuvutia kampuni kubwa 7 za ndege kuanza kutoa huduma zake nchini kufuatia maboresho ya miundombinu na kuimarika kwa usalama wa anga. Lakini leo niko hapa kuambia kwamba mwaka huu 2026 serikali itanunua ndege 4 aina ya Bombardier Q400 kwa ajili ya kuimarisha mtandao wetu wa huduma za ndege za kampuni ya ATCL. Lengo letu ni kwamba shirika letu hili liwe kichocheo muhimu cha utalii, biashara na uwekezaji kwenye nchi yetu. Duniani watalii kabla hawajafanya uamuzi wa kwenda kufanya utalii kwenye nchi, wanaangalia kwanza uhakika wa usafiri. Na ndio maana serikali, Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan akaona umuhimu wa kutia nguvu zaidi. Tutanunua ndege 8, tufanye sasa jumla ya ndege zetu kufika 24 kupitia ATCL, lakini pia tutaongeza zaidi Bombardier ili tuongeze vituo vingi zaidi vya ndani ya nchi. Akizungumzia usafiri wa reli na mwendokasi, Msigwa amesema zaidi ya abiria milioni 4.6 wamesafirishwa kupitia reli ya kisasa ya Standard Gauge Railway SGR, huku ukarabati wa reli ya kati MGR ukiendelea kuboreshwa. Kwa sasa kazi zinazoendelea ni kuendelea kuondoa reli ya ratili 45, tuweke reli ile kubwa yenye nguvu zaidi, yenye uwezo zaidi,
ya ratili 80. Tunaendelea kuongeza uwezo wa madaraja kutoka XL 13 ili yaweze kupitisha XL 10 kutoka tani 13.5 ili yaweze kupitisha tani 18.5. Katika sekta ya usafiri wa majini, amebainisha kuwa serikali imeendelea kupanua na kuboresha miundombinu ya bandari, hususan katika bandari ya Dar es Salaam kwa kujenga magati na matenki mapya ya kuhifadhia mafuta. Tunajumuisha ujenzi wa magati 10 mapya, tunajenga matenki 15 ya kupokelea mafuta yenye ujazo wa mita za ujazo 378,000, lakini pia tunafanya ujenzi wa magati mawili ya awali yenye urefu wa mita 500 ambao unatarajiwa kuanza mwezi huu wa 6 mwaka huu 2026, huku ujenzi wa matenki ukiendelea. Maboresho haya yataongeza uwezo wa bandari yetu kuhudumia hadi kufikia tani milioni 50 ikilinganishwa na sasa ambapo bandari yetu inatoa huduma ama inahudumia mzigo tani milioni 32. Mtazamaji wa Upendo TV habari, tunasonga mbele na sasa tuelekee visiwani Zanzibar. Makamu wa pili wa rais wa Zanzibar Hemed Suleiman Abdullah amewasisitiza wabunge umuhimu wa kuimarisha usimamizi na uwajibikaji katika utekelezaji wa mfuko wa kuchochea maendeleo ya jimbo. Amesema hayo wakati akifungua semina ya wabunge wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kutoka Zanzibar iliyofanyika Unguja, akieleza kuwa mfuko wa jimbo umechangia kwa kiasi kikubwa kuboresha huduma za kijamii ikiwemo upatikanaji wa maji safi na salama, umeme, elimu, barabara na kukuza biashara katika jamii. Sio kila kitu kwamba kinahitaji kurekebishwa. Yako mengine tatizo inawezekana ikawa ni sheria ama sera, lakini yako mengine tatizo inawezekana ikawa ni wenyewe, na mimi nina ushahidi wa hayo. Bahati njema sana nakumbuka na nina kumbukumbu nyingi, maana nilishawahi kuhudumu nikiwa mkuu wa wilaya, nilishawahi kuhudumu nikiwa mkuu wa mkoa almost kwa miaka 8 katika hiyo tasnia. Kwa hiyo najua mengi yanayohusiana na hii mifuko. Waziri wa Nchi Ofisi ya Makamu wa Rais Muungano na Mazingira, Mhandisi Hamad Yusuf Masauni amesema semina hiyo ni hatua muhimu katika kuimarisha uelewa wa bunge kuhusu utekelezaji na usimamizi wa mfuko wa jimbo. Lengo kuu la mafunzo haya ni kupata maoni ya waheshimiwa wabunge katika kufanya marekebisho ya sheria ya mfuko wa maendeleo ya jimbo ili kuboresha utekelezaji wa mfuko wa kuchochea maendeleo ya jimbo, hususan kwa majimbo 50 yaliyopo Zanzibar. Sheria ya mfuko wa jimbo ya mwaka 2009 kifungu cha 9 kinamtaja CAG kuwa ndiye mkaguzi wa fedha za mfuko wa kuchochea maendeleo ya jimbo, na ofisi ya mdhibiti na mkaguzi wa serikali za serikali kila mwaka inafanya ukaguzi wa fedha za mfuko wa kuchochea maendeleo ya jimbo kwa majimbo 50, majimbo 32 ya Unguja na majimbo 18 ya Pemba, na kuwasilisha hoja zilizobainishwa kwa ajili ya kufanywa ukazi. Leo hii katika kikao hiki tutapata muda wa kupitishwa hoja za mkaguzi wa mdhibiti wa serikali kuhusu mfuko wa jimbo kwa majimbo 50 yote ya Zanzibar ili kutusaidia kuboresha makosa yaliyoonekana, lakini pia kutumia nafasi hii ikiwa ni kama baadhi ya makosa yanatokana na sheria, basi ni wakati wa kupendekeza maboresho ya sheria. Semina hiyo imewakutanisha wabunge kutoka majimbo 50 ya Zanzibar pamoja na viongozi na watendaji kutoka ofisi ya makamu wa rais na ofisi ya makamu wa pili wa rais kwa lengo la kujadili kwa kina namna bora ya kuboresha utekelezaji wa mfuko wa kuchochea maendeleo ya jimbo. Mtazamaji, tupate mapumziko mafupi, kisha nitakaporejea tutaungana na Jared Leonard kwa habari za kimataifa. Mimi ni John Pazia.